Niseme kidogo. Mlango mzuri wa hekalu, uzuri wa mlango wa hekalu haukufanya miguu yake isimame. Rangi za kanisa zipo, hazisimamishi niwatae. Petro anashuka, anatarishia fedha. Jamaa vikafika wakasema, sikia wewe, hatuna fedha wala dhahabu, tuna thamani isiyo fedha. Akamwambia, simama utembee. Yule kiwete amekaa. Pita, naona hii message haijaingia kuonyesha kwamba amezamiria. Pita akamkabiri. Mara maandiko yanasema akampa mkono. Hii inaonyesha alikuwa amezamiria. Hii inaonyesha alikuwa na uhakika. Akampa mkono, akamwambia, simama utembee. Sisi ni wale ambao Yesu tuwani wewe. Tungeua watu asubuhi sana. Watu ambao tungechana kufu. Sikia wewe. Sikia wewe. Sikia wewe. Sikia wewe. Tutapona wewe. Toka jirani akamkazia macho. Mwambie unalinga, una nini hapo? Ngoja nikwambie wanangu wewe na wengine wengi. Ilikuwa maana ya kuleta watu kaliwa wachungaji mwaka wa 96. Kaenda kufanya mkela. Do you know mkela? Hey! Kwenye umri wangu wa utoto ule nikarudi wale kina Blaza Jani wale wakina Sadiki Dahota wale wamebalehe, akili zimechanganyikiwa, na mimi nikajishughulisha mambo kwenye balehe. Natoka Kigoma, wananiambia wokovu, kumbe ni uongo, kumbe ni balehe tu. Kama mbalehe paka wewe utafia masikia. Tukaingia kule Kalua, kijiji cha Tuombe Mungu. Wewe ndugu yangu, nataka nikueleze wewe hata usio chochote. Nataka mtu aelewa Filipo. Nataka Tabora ishue mwanadamu bila Yesu na Tarimo kopo hakuna. Kama najisi kutabiri hivi. Wangapi wanasema anza kutabiri tu? Uko tayari kupokea? Kabla ya kupokea mme, pokea kushinda vikwazo kwanza. Nisikilize. Tukaanza mazoezi na yule master. Nataka nikwambie mwanadamu sikitu, sikia. Yule master anakanyaga mguu moja hapa, anaukanyaga mguu, halafu mkono akamwambia inua. Pande Biblia isionyeshe mfano kidogo tu, usinichanie suruali. Hivi nguvu kimeshafika. Nguvu ya msalaba, piga makofi. Amen. Mama Helena yuko hapa. Sema karibu mume wangu. Sasa simamo ni hivyo. Ukiokoka, amen, unaoa wanawake walefu. Amen. Ungempata wewe kama sio Yesu. Kanyaga. Amen. Kwa hiyo sikia. Hapa unakanyaga namna hii. Halafu wanaamuliwa vijana wengine wachukua mkuu. Halafu wanaopandisha msamba wanatanua hasa wanyene. Nilikuwa namaanisha ishi hapo hapo. Wakapandisha. Kijana moja wetu, kumbe ndugu yangu, kuna wiring humu kwenye mishipa ya choo na nini, tulimka tunafikia ule mshipa waliopandisha. Sisi wengine nasema acha
yakajifanya tajikaza kisabuni. Shauri yako, jikaza kisabuni na dini yako, na wewe utakufa vibaya. Yakajikaza ikataka qualify, wakapandisha fuse moja ukika katika. Kumbe ndugu zangu, kuna waya kwenye mfumo wa choo. Sijui kama mtanielewa hapa. Waya moja ikakata. Ilipokata, koki ikafunguka. Kalikuja kahalo, sio kaishi hii. Hakuna namna ya kuweka kizipo. Koki imeng'oka. Mwanadamu si chochote. Mwanadamu atapola, mwanamke watapola, kijana watapola. Hauko salama. Vikatae vikwazo, vikatae vikwazo, vikwazo. Sikia, una nini mwanadamu? Mimi nasema ukiendelea kumkazia macho, wewe vipi bro? Sikiliza, baba yangu kasoma nile nyumba moja pale Kasulu. Mtu mmoja ni tajiri. Barikiwe cheupe wangu, uishi milele. Watu wanaenda kuchumbia na magari, watu maduka, mimi na baskeli. Cha kutumaini sina ila damu ya Yesu. Nikamwoa kwa damu ya Yesu. Tena kwa mahali nafuu. Huwa ananibana, si bora utoe nyingine. Nasema penyewe ni kweli. Yule mama na kwenda kumwombea mzee Filipo, pasta wangu, amerundika mauzo siku moja yamefungwa na raba bendi, lakini hawezi kuinuka. Ana kansa ya mlango wa kizazi. Wameleta waombaji kutoka Kenya, wanalipwa kutoka Burundi, kutoka Rwanda, wanalipwa. Katibu wangu alipita hapo, ulimuona, walikuwa wanafahamiana. Ni mtu wa muziki na yule dada anaimba. Hatukifungua sasa hivi tu YouTube unaona ana pili, vidole virefu, pua limenyoka, ila tulisha muzika. Nieleze kwa nini tulimuzika sasa? Sawa. Nikaenda nikagusa, mapepo yakalipuka, yakasema kansa ni sisi tumeitengeneza. Wa kwanza tokea Tanga, wawili tokea Burundi, watatu tokea Kongo. Wakataja, wakasema hiyo kansa hii ya kutengenezwa. Nikasema mtaachia, mpende msipende, mimi nimetuma na Yesu. Sikia wewe. Nikaomba na vijana wangu timu, nimepitia maji tupa 20. Unapiga mwamba hautoi maji. Vijana mzee Filipo wakachoka, na kikosi kikiwa hakijawa kikali kama cha sasa hivi. Kinachoweza kwenda masaa 5. Katibu wako kwa niuliza, hivi hao vijana wako ni kikosi gani? Kabla ni zaidi ya kikosi cha Urusi. Hey! Kimbia mwanangu, ndio nikupigie tu namna hii. Siku saa 8, saa 9 kitoto kinaunguruma. Nikatoka nje na kuna kitoto kimekaa kinasema, Yesu, thamani yangu ni wewe. Wajinga wanasema thamani yangu ni mume. Mume ukimpa namba moja amekula pako wewe, naye ni udongo, anaweza kukata moto muda wote. Sikia, naomba yule dada amekaa kwenye kochi, paja hilo hapo, lakini limefamba. Nyodo yote kule unapata mafuta yote linashika, ni kwa sababu ya neema
ikifika mpaka losheni ujuavyo umepauka pau. Ndio kile kumwambia bado zamu yako. Halafu nafika la babeti. Anasema mtumishi, hela hizo hapa. Na mimi Filipo, mimi ni miongoni mwa wale wachungaji wenye vichwa vidogo duniani, ama binadamu wenye vichwa vidogo lakini akili simejaa. Namwambia mimi sichukuagi hela za wagonjwa, ninazo mwenyewe za kwangu. Kumbe ni mkwala. Za kwangu ziko mbinguni, tuliko naendelea kuzizandodo kama maombi mengi. Piga kelele na shangwe kwa Yesu. Nisema dakika chache tukaomba kuanzia masaa ya saa 1, saa 2, saa 3. Nilikuwa na gari la Fadesta, mzee wangu wanasema kwa kikosi kimoja kule jeshini. Afandesta Mayingu, ndio sawa. Nikiwa na gari lake yule, nikamwambia fungasheni huu mzigo, akapakia kwenye gari na mashitani yake vile vile. Nikamtupa jeshini kanisani, tukaanza kupiga, vijana wote wakajiamua. Nikabaki steering na steering mtu kalisha konda, lile paja lote lilishaisha, limefampa. Ukijasimamisha kako hivi kamcha baba kanatembea mzigo uko namna hii, udongo wote shata. Utakuwa na shepu auli? Nikuuliza wewe, utakuwa na shepu auli? Kama uliza watu waliokuwa Israeli wakati wa Elia alipoona kuabudu miungu kumezidi, akasema kuanzia leo, ewe mbingu, ewe anga, ewe mawimbi, no kuleta mvua, nione umaraya watafanya wapi. Waliokuwa wote wametulia na mizigo. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya 3, wiki ya 4, basi bado zamu yako. Ngoja nikukumbushe wewe, miaka kama 3 4 kule wapi kule Brazil, si mnakumbuka wachache? Miaka kama 3 4 wametengeneza sanamu. Yule jamaa anielewa pale, yule mwibaji, miaka kama 3 4 kule Brazil wakatengeneza kimtoli kisanamu, wakatengeneza na jukwaa kubwa zaidi hapa, wanakitengeneza mchini, wanajishusha, wanapiga mijeki, nasema wewe Yesu, kama ni Yesu amka, fanya miujiza. Shenzi sana, pumbafu sana, wanajikaria. Mbingu zilipolia zikaona zihaka zimesiti. Ngoja nikwambie, mara moja, huyu ni Mungu anayemiliki dunia, ambaye vyote vinamsikia, ambaye vyote vinamwogopa, ambaye ni mpaka ya bahari, ambaye alisikia maombi ya Elia, mvua itazuiliwa. Akaona mbona mnizihaki kiwango hiki? Mbona mnizihaki kiwango hiki? Mungu akachia mvua, masaa tu ya kuwaonjesha, mvua itashuka, kali yenye upepo. Zile video ulikuwa unaziona, unaziona zile video, wametulia mwanangu, wanatamba ile mvua ya upepo. Unaona kijana amevaa bukta, anakiashika kidada anakimbia, kidada anatoka njia nyingine, wanatoa magari ya viwango, wanaacha, wanakimbia, maji yanapitia magari kama hayo yanapindwa, malaya wote. Wakanyoka. Sikia, ni huruma ya Mungu. Mungu akiamua hii Tabora aizamishe in 3 days, inawezekana. Hata siku 3 nyingi, hata siku 1. Hapa kuna nyumba hapa. Mimi na nyumba ya msausi. Yani chinga kabisa kweli.
Mimi ni professional ujenzi. Ningekwambia hapa una nyumba shamba wewe. Kimsingi sharati unashima sentimita 45. Ina nyumba. Lesho eneo leo tumia. Karibu na mwisho. Kitafanya kifanya hivi. Kinafunguka. Kufunguka ni kumeguka. Kwa upepo ukitikiza tu nyumba yote mpaka kechi. Ni huruma ya Mungu. Naye anakuita leo. Naye anakutamani leo. Naye anakungoja leo. Sikia. Wakaulizwa wazazi, je, ni mtoto wenu? Wakasema ni mtoto wetu. Je, alikuwa kipofu? Asema ndio, tunajua kama alikuwa ni kipofu. Je, ameponaje? Wanajua kama ni Yesu. Wanasema hajui. Yani najaribu kujiuliza, nilikuwa nasema leo maandiko najiuliza, yani mwanao miaka 40 ameponywa macho kwa muujiza, unaona bado unang'ang'ania kanisa lako. Jamani, dini nayo ni uchawi jamani. Yani mwanangu mimi amepona upofu, nisinyoke straight kwamba jamani ni Yesu Mnazareti amemponya. Inasema walikuwa wameapishana, yeyote atakaye mkiri kwamba Yesu ni Mwokozi atafukuzwa kanisani, atatengwa. Nisikilize, yule mama nimesema jana akaniambia, nimekuja, nilikuwa kwenye mkutano mmoja wa CJA, nimeambiwa hivi pale siwezi kuombewa. Nimeambiwa wewe umepewa neema, kila tumbo leo liambia lisae, ni lazima lisae. Na kweli mzee Kasomo, miongoni mwa mambo ambayo nimepewa neema ni pamoja na matumbo ya uzazi. Nikiligusa hilo tumbo kuzaa lazima lisae. Nisikilize, nilisema kidogo juu mtu mmoja aliyekuwa ametibwa Tanzania hapa kashirikana, akaenda Misri, akatumia milioni 17, akarudi tumbo likagoma, akaondoka India, tumbo likagoma. Wale wa India wanamwambia huwezi kuzaa. Nikiwa katika roho siku ya ipata, Bwana akaniambia, unaona yule mwanamke yule ni mwanamke aliyejawa na machozi, nitakutumia wewe haya machozi yafutwe. Sikia, siku aliponichukua ulimwengu wa roho akanikoba masaa 2 kama na nusu. Wakati nimemtobea amenitumia wachungaji wasiopungua 5 6. Akaniambia, Mungu ameniambia ugonjwa unao ni wakufa, kama haukubali unakufa. Sikia, aliponichukua miongoni mwa vitu alivyonionyesha akaniambia, sikia, hebu angalia mkono wako. Nikaangalia nikakuta mkono, hii sipita haifai, mkono msinga mkono. Nikapiga kelele nikalia. Akaniambia, usilie, hukuwa mkono uona ni ishara yangu Mungu, nimechukua nguvu zangu nimekuwekea kwa sehemu ili waliopinda ukisema ukiwagusa wanyoke. Ni kuamini kwako tu wewe. Maana nimegundua mzee Kasomo, katikati ya muujiza kuna ushirika wa mhubiri na huyo mgonjwa mwenyewe. Nisikilize, Yesu alihubiri, kuna wagonjwa ambao hawakupona. Maandiko yanasema wakawaponya waliokuwa na haja ya kuponywa. Hey! Namfurahia yule mgonjwa. Wanamuuliza mara ya pili, tuambie uliponaje? Nini kinakutokea? Anasema, jamani, mbona mnashangaza nyinyi Mafarisayo? Nimeshawaambia kwamba mtu mmoja aitwaye Yesu, wanasema yule ni mwenye dhambi. Anasema mtajijua sasa. Anaenda anamfuata, hebu tuambie. Anasema, nimegundua mna kiu ya kuwa wanafunzi wake. Mbona waelimisha nyie ni wabombezi wa teolojia, hamuelewi? Ama mnataka mwa wanafunzi wake? Nikamjibu, wewe ulizaliwa kwenye dhambi tupu. Nikawaambia, sawa, ni dhambi tupu sijui. Mimi nachokijua ni jambo moja, nilikuwa kipofu na sasa ninaona. Kile kimama sasa kinasema, nimeambiwa ukiomba napata mtoto. Sasa naomba nikupe mtazamo wangu, ukiniombea usiniamuru kubaki kanisani. Mimi huwezi kunifanya kama mlokole. Nina kanisa langu zuri, kanisa la kwanza linaitwa tu.
Wow.